Baada ya siku nyingi za ukimya, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila ametangaza kurudi nchini humo. Kupitia ukurasa wake wa mitandao ya kijamii, Kabila ametangaza rasmi kurudi kwenye udongo wa babu zake baada ya mwaka mzima akiwa Afrika Kusini kwenye ziara zake za kibinafsi. Swala hiyo ambalo limepasha joto kwenye wimbi la siasa nchini humo, hasa kwenye vyama visiokuwa vya upinzani. Bwana Strong Kahene ni kiongozi wa chumba cha mawasiliano cha chama cha PPRD ya Rais mstaafu Joseph Kabila Kabange ametoa mwangaza kuhusu uvumi. Tumeweza kuyasoma sote na kuyasikia kwamba kurudi kwake Rais Kabila kwenye nchi yake ni mambo ambayo yametayarishwa hapo karibuni. Kama vile umeweza kunitwiga ulizo huu unaonekana kama vile ulizo ambayo haitaweza kuwa na jibu kamilifu kwa sasa, na ni ulizo ambayo kweli sote tunaweza kuangalia, kwa kuwa kufika kwake huko Goma inapaswa kuthibitishwa na walio wengi, na inapaswa hata vile kutangazwa na wale ambao wataweza kumuona, na hata vile wale ambao ni wapashaji wa habari. Ni kusema mambo haya, kusema ya kwamba rais wetu mstaafu Joseph Kabila Kabange anakuwa Goma, ni mambo ambayo tunapaswa tena kungoja kidogo ili tuweze kuthibitisha haya na kuweza kuyazungumzia. Ikiwa tumeweza kumsikia yule ambaye ni rais wa Kongo Bwana Felix Tshisekedi akiweza kushutumu rais mstaafu Joseph Kabila Kabange kuwa ameweza kuungana na wale waasi wa M23, hata wale wote ambao wanakuwa nyuma ya waasi hawa. Ni mambo ambao ni utabiri, lakini utabiri ambao hatuwezi kuthibitisha kama ni wa kweli ama kama ni utabiri wa uongo, ama vile ni utabiri tu wa kuzungumzia mambo kwa kuweza hata vile kuweza kufinika hata ile kushindwa kuweza kuwarudisha wale waasi ambao wameingia kwenye Kongo. Lakini mambo ambayo tunaweza kuyazungumzia tena zaidi ni kusema ya kwamba kuingia, ikiwa rais mstaafu Joseph Kabila Kabange ameweza kuandika mwenyewe na kusema ataweza kurudi kwenye Kongo akipitia upande wa mashariki. Sikusema upande wa mashariki inakuwa tu Goma tu, hapana. Goma imekuwa kama vile tu hiyo vile ama vile kusema ni nafasi tu moja kwenye mashariki ya Kongo, lakini mashariki ya Kongo inakuwa pana tena zaidi kuliko Goma. Mashariki ya Kongo inakuwa hata huko Lubumbashi, mashariki ya Kongo inakuwa hata huko Butembo, inakuwa hata huko Beni, hata huko Bunia. Si Goma tu. Na ikiwa watu kuzungumzia tu kusema Goma ndio inakuwa mashariki, wanajidanganya. Na si kusema Yesu Mkongomani, ikiwa anaweza kuenda na kurudi, ni constitution ama katiba imeandika kwa kila Mkongomani anaweza kuondoka kwenye nchi yake na kurudi hata kwenye nchi yake kwa nyakati ama mahali pote ambapo anapendelea. Anaweza kupita hata kwenye frontier ambayo anapendelea. Anaweza kupita kwenye frontier ambayo inakuwa huko kwenye Zambia kuingilia huko Katanga. Anaweza kupita kwenye frontier ambayo inakuwa huko Kasindi kuingilia Beni. Anapasha pita hata kwenye frontier zingine ambazo zinakuwa za DRC, kwa kuwa yeye kama vile nimeweza kuyaongelea ni kama vile naye pia mmoja wa Wakongomani ambao wana hiyo couverture kama Wafaransa wanasema ya constitution. Ni kusema pale hakuya kwa mada ambayo anaweza kusumbua watu kusema ameingilia kwenye mashariki, na si nafasi yote ya mashariki inakuwa na vita. Katanga huko hakuna vita, na ikiwa kweli tunaweza kusema ameingilia upande wa waasi, ni kusema Kongo imegawanyika? Hapana. Kongo ni moja, itabaki moja na haiwezi hata kugawanyika hata siku moja, bwana mwandishi wa habari. Ikiwa tutaweza kusikia ya kwamba rais mstaafu Joseph Kabila Kabange ameweza kuingia na kurudi kwenye nchi yake Kongo kama vile Mkongomani, inakuwa kama jambo hata vile la furaha kwetu, ya kwamba tumefurahi ya kwamba kweli Wakongomani wanapenda nchi yao, na wakati anaweza kurudi na kuweza kuishi pamoja nasi na kuishi mateso mamoja pamoja nasi huku kwenye DRC, kwa kuwa kweli mateso yamekuwa mengi huku kwenye DRC. Na tutaweza kushukuru kusema kama vile yeye mwenyewe aliweza kuiandika kwenye hiyo barua ambayo tuliweza kuisoma ya kuweza kuhusu kurudi kwake kwenye DRC. Anasema wakati atarudi kwenye Kongo akipitia mashariki,
anarudi kwenye Kongo kuweza naye pia kusukuma amani iweze kuwa huko kwenye Kongo, pamoja na wengine ambao wanatafuta amani, wanatafuta salama, wote waweze kutumika pamoja na warudishe amani na salama kwenye Kongo. Na hiyo itaweza hata tena kusaidia hiyo ambayo ni katiba yetu, ambalo kweli katiba inasema kwenye usomi wake ya kwamba sote sisi kama wakongomani tunapaswa kuishi pamoja, na tunapaswa ishi kwenye umoja, na tunapaswa hata pigania nchi yetu, ya kwamba hata hakuna mtu mmoja ambaye anaweza kukamata kama madaraka ya kimabavu ndani ya uongozi, ni kusema hiyo udikteta. Na ikiwa mtu mmoja anaweza kufikia kiwango hiki cha kuweza kuwazia ataongoza watu kama vile ndani ya udikteta, atakuwa amechokoza katiba na atakuwa amechokoza wale ambao ni wakongomani. Hivi kwa sasa tunaweza kusema tu PPRD itakuwa kama vile ikishukuru huyo rais mstaafu ambaye anakuwa kama vile msimamizi wa PPRD akirudi kwenye nchi yetu, na itakuwa mambo ya kuonesha ya kwamba kweli yeye ni mkongomani kabisa, ambaye anakuwa na hiyo ambayo ni haja ya kuona nchi yake iweze hata tena kuwa na hizo valeur democratique ambazo zimevunjwa na zimevunjika kabisa kutokana na uongozi wa sasa kwenye DRC. Lakini na kusema ikiwa ataweza kufika huko Goma, kama mambo ya kwanza ambayo atazungumzia ni nini, inasema tunaweza kusema hakuna mambo ambayo anaweza kuyazungumzia, kwa kuwa atayazungumzia kama mtu gani kwenye hii ambayo watu wengi wamesema hapana inakuwa uasi. Yeye ni nani ndani ya hiyo ambayo tunaita kwa Ufaransa structure ya uasi? Hapana, hawezi kuzungumzia mambo ya kuweza tena kuonyesha kama vile yeye anakuwa mmoja wa waasi, hapana. Lakini tunawaza na tukizungumzia haya, akiwa na nyakati ya kuzungumza na raia, atawaonyesha tu ya kwamba Kongo ni yetu sisi wote, na Kongo ni yetu ambayo tunaweza kuipigania kwa njia ambazo katiba yetu yenyewe imeweza kuyafungua, na kuweza hata tena kusaidia hiyo Kongo kuweza kama Wafaransa vile wanasema kurudilia na kuvaa tena zile valeur democratique na hizo valeur républicaine. Na hapo kweli tutaweza kujua ya kwamba PPRD ni chama kama vyama vingine ambavyo vinawapenda wakongomani na vinatumika kwa ajili ya Kongo na wakongomani wenyewe. Na ikiwa rais mstaafu anaweza kurudi kwenye nchi hii, ni kusema ni kutafuta pamoja na wengine namna gani salama inaweza kurudi katika Kongo na amani katika wakongomani. Ni kusema ni mambo ambayo yanahusu souveraineté d'etat na ambayo yanahusu hata vile cohesion nationale. Ni vema nikumbushi hapa ya kwamba ni tangu miezi miwili sasa ndipo waasi wa M23 AFC wakiongozwa naye Corneille Nangaa, kiongozi wa zamani wa tume huru ya uchaguzi, wameanzisha shughuli za kuziteka miji mikubwa ya upande mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama vile Goma na Bukavu. Panza Alain Taxis, Sijofa Media.